Kwa jina mimi naitwa Padri Michael Gaula, padri wa jimbo hili kuu la Dodoma. Ni mwenyeji kabisa wa Dodoma, ni Mgogo, nimezaliwa Kigwe. Padrisho wangu niliupata mwaka 1976 mwezi wa 6 tarehe 27. Basi na tangu wakati huo nimeishi maisha yangu ya upadre sehemu tofauti tofauti kwa nyakati tofauti tofauti, lakini basi baada ya mzunguko mrefu huo najikuta tena nimerudi kwenye kanisa kuu kama alivyotambulishwa kama paroko na pia kama makamu wa askofu mkuu. Kwa ufupi na kwa uchache wa hayo ambayo umetushirikisha, kama mmetambulisha pia padri wa jimbo kuu la Dodoma. Na moja kwa moja basi baba, tuende kwenye kile ambacho basi kikubwa tulitamani uweze kutushirikisha kwa siku hii ya leo juu ya swala zima la mito. Kwanza tupe mtazamo wako, mwitikio wa vijana kujiunga na mito, vijana wa kike, vijana wa kiume, mwitikio wao ukoje kwa kipindi wakati unapadrishwa na wakati wa sasa? Unaona kuna utofauti ukoje huu? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza swala la mito ni swala la msingi sana katika kanisa na imani yetu. Kwa sababu hiyo kanisa linasonga mbele na kuimarika kwa sababu ya neno moja tu, miito. Katika miito tunaona kwamba Mungu ndiye anayeita kwa madhumuni yake maalum katika kumkomboa mwanadamu. Historia ya mito imeonekana kabisa katika Biblia takatifu, jinsi Mungu alivyokuwa anajihusisha na watu fulani fulani kwa kuwatuma ili kama wawakilishi hivi mbele ya jumuiya zilizokuwa na Kwa hiyo unaona ni uti wa mgongo wa jinsi Mungu anavyotenda kazi katika kuwaokoa wanadamu. Kwa hiyo leo hii tunaona kwamba kuna mabadiliko makubwa kweli, lakini mabadiliko hayo ni ndani ya mabadiliko ya wakati, na Mungu anaweza kuwa na mambo fulani fulani ya kutuneemesha hata katika mabadiliko haya ambayo mara nyingi sana tunaona kwamba ni kama yanaelekea kuwa na mtazamo hasi, lakini Mungu anajua namna ya kuweza kuyaweka yawe na mtazamo chanya. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 tunaona Mungu anamwita Abrahamu mara 3 mfululizo, Abrahamu, Abrahamu. Akaambiwa, toka wewe uende kule ninakotaka uende, nami nitakufanya taifa kubwa. Kumbe wito unaambatana na ahadi fulani ambayo Mungu anaitoa kwa yule anayeitwa. Kwa hiyo tunaona kwamba Abrahamu aliondoka, akaacha mazingira yaliyokuwa na mtunza, akaachana na ndugu zake wa karibu, akaenda mahali ambapo anaonekana kama ni mkimbizi, mahali ambapo hana mahali pa kuanzia, ili ajifunze kumtegemea Mungu. Na Mungu kweli alimtegemeza katika yote, na hivyo akawa baba wa taifa la Israeli. Hivyo katika Agano la Kale tunaona mito mbalimbali ya manabii wanaoitwa, kama mfano Yeremia anaitwa, na halafu anaambiwa afanye mambo ambayo ni magumu sana kwa kuleta mabadiliko ya hali yake ya zamani kulinganisha na hali ya sasa, basi awe kama vile mtu mpya, kwa sababu anaishi kwa kumtegemea Mungu. Hilo
limejaa katika kurasa za Agano la Kale, sio tu katika Abrahamu wala sio katika manabii, basi na watu mbalimbali wameitwa ili waweze kikamilifu kabisa kuzingatia wito ambao Mungu anawataka watimize, hata kama ni magumu namna gani. Nakumbuka nabii Yeremia analia, anasema kwamba mimi siwezi, mimi ni mtoto mdogo, sijui kusema. Lakini Mungu anamwambia, wala usiseme hivyo, nitakutuma na utafanya hiyo kazi, kwa sababu jifunze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaona hata katika Agano la Kale jinsi Mungu alivyokuwa anaita watu ili waweze kutimiza yale maono ya Mwenyezi Mungu ya kutaka kusema kwamba kwa kufanya hivi, kwa kupitia huyu niweze kutoa ujumbe wangu kwa watu wangu katika hali ya kuwaokoa. Sasa hiyo haikuishia tu Agano la Kale, imeenda mpaka Agano Jipya. Yesu anakuja anatuonyesha hali hiyo hiyo ya kuwaita watu kwa wito maalumu wa kuweza kushuhudia na kutangaza matendo ya Mungu. Chukua Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 1 na kuendelea. Yesu mwenyewe tayari anawaita mitume na wanaitika kwa kuacha vyote na kumfuata Yesu Kristo pekee. Inaandikwa kwamba wakaacha vyote wakamfuata. Sasa hiyo tafsiri siwezi kuinda kwa undani ya kuacha vyote maana yake nini, lakini basi wakaacha vyote kwa nia moja tu, wakamwandama Yesu Kristo nje na ndani. Kwa hiyo leo hii tunapoanza kutafakari neno la wito, nadhani tuwe tunarudi kwa machibuko ya wito huo, ambayo ni mahusiano ya yule anayeitwa na yule anayeita. Daima Mungu ndiye anayeita. Kwa njia ya kanisa lake bado anaendelea kuita mpaka ukombozi utakapotimia kadiri ya mpango wake. Mungu anaita. Mito lazima iwepo ili kanisa liweze kusonga mbele. Kuitwa ni sehemu moja lakini kuitika nayo ni sehemu nyingine. Mungu anaita kwa utimilifu wake wote, lakini mwanadamu anaitika hata katika udhaifu wake. Kwa maana hiyo changamoto zipo. Kwa nini? Kwa sababu yeye kama binadamu anayo mambo yake ambayo ni basi yanaweza kuwa na mchepuo fulani, mara nyingine tofauti na Mungu. Anaweza kuwa navutwa na mambo yanayokuwa ambayo anapaswa kuyaacha, maana wenzetu waliambiwa kwamba waliacha yote wakamfuata kwa nia moja, Yesu Kristo. Lakini kunaweza kuwa na makandokano. Tukiongea kama binadamu, kunaweza kuwa na makandokando yanayoshinikiza mtu asifunguke moja kwa moja na kumfuata Mungu kwa nia moja. Makandokando hayo ndio tunaita changamoto. Changamoto zinaweza kuwa za mtu binafsi, lakini zinakuwa ni shinikizo labda la jamii. Wanaweza kuwa wazazi, wanaweza kuwa walimu, yanaweza kuwa makandokando fulani yanayomhakikishia kwamba wewe bwana mdogo au mama, ukifuata njia hii utafanikiwa katika maisha yako hapa. Yaani makandokando hayo yanaweza kuwepo. Yote hayo yanajumlishwa katika changamoto. Sasa basi, katika changamoto za yule anayeitwa kama mwanadamu, anatakiwa aitike kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kumwamini Mungu kwamba ndiye atakayemsaidia kuvuka hizo changamoto. Wale mitume waliitwa si kwamba walikuwa hawana changamoto, lakini kuitika kwao walijiaminisha katika tunza ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana walifanikiwa katika yote, kwa sababu dakika kwa dakika waliona kwamba
neema za Mungu zinawasaidia, Mungu yuko pamoja nao. Hata Yesu alipokuwa amepaa mbinguni, lakini waliendelea kwa nguvu ile ile, kwa imani ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Kumbe tegemezi ni Mungu katika miito mbalimbali. Sasa leo hii tunapokuwa tunaongea juu ya miito kwa vijana wetu, ni wasadiki ya kwamba katika wito huo hawatafaulu bila ya kutegemea Mungu. Bila ya kutegemea Mungu hakuna kitu, kama Zaburi inavyosema, anasema mtu anayejenga nyumba pasipo Mungu anahangaika bure. Mtu anayelinda mji pasipo Mungu anahangaika bure. Kule kuacha vyote, maana yake ni kuhiari, kuwekeza na kumtegemea Mungu kwa kila jambo na kila hali. Hapo tu ndipo mambo yanaponyoka. Sasa basi, tukirudi katika mtaguso wa pili wa Vatikani, hati ya watawa inaitwa Perfecte Caritatis. Perfecte Caritas inatafsiri maneno ya Yesu Kristo ya kwamba hakuna mtu mwenye upendo mwingi kuliko wa yule ambaye anatoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Wa kwanza ni Yesu Kristo aliyefanya hivyo. Kwa kutufia msalabani amedhihirisha upendo mkubwa ambao ametoa nafsi yake kwa ajili yetu sisi tuweze. Sasa ndani ya fumbo hilo la Yesu Kristo aliyejitoa msalabani kwa ajili yetu, na wengine wanaweza kuthubutu kwa imani katika hilo, wanaweza kuthubutu. Ndio maana hati ya watawa inaanza na maneno hayo matamu sana, kwamba hakuna mtu ambaye ana upendo mkubwa kuliko wa yule mtu ambaye anatoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Sasa ina maana gani? Ina maana ya kwamba kuwa padre, kuwa mtawa, miito hii maalumu, ni lazima kuifia dunia na lazima na kuitoa nafsi ya mtu kwa ajili ya wenzake. Huduma hizo nasema pastoral zeal. Pastoral zeal maana yake ni kuifia kazi unayokuwa unaamini ni kazi ya Mungu na kuifanya kwa utimilifu wote kadri ya uwezo wako, lakini Mungu yuko anakusaidia. Kwa hiyo tunaona kwamba mito sasa hivi tunapata habari hapa kwamba mito inaongezeka, seminari zetu zimejaa na kadhalika na kadhalika. Kujaa peke yake si hoja. Hoja ni kwamba tupate mapadi wanaojua kutimiza wajibu wao kiuaminifu na kiuadilifu, wakimtegemea Mungu katika hali zao zote. Maana kujaa, unaweza kuwa na roho mbili au nia mbili, ukatumikia mabwana wawili halafu ikashindikana, lakini kumbe ujao huu uwe na maana ya kwamba tunaitwa kweli kweli na Mwenyezi Mungu, na hivyo tuwe tayari kweli kujitoa kikamilifu kama Yesu alivyojitoa mkamilifu kabisa katika msalaba, na hivi tuweze kweli kuona kwamba shughuli za kanisa zinaenda mbele kwa watu wanaokuwa wameamua kujitosa na kujitoa kwa ajili ya uhubiri wa Injili. Sasa basi, kwa maana hiyo tunaomba wito huo hauji kama matone ya mvua, japo ni Mungu anayeanzisha, lakini pia changamoto zinapitia kwa mwanadamu, kuanzia katika familia, jumuiya inayomzunguka huyu mtoto aliyeitwa, kumsaidia ili aweze kutakasa wito wake, kuuelewa kikweli kweli, na hivyo akia anaenda katika malezi ya seminari au ya utawa, akielewa kweli kweli ni nini kinachotakiwa. Hatakapofikia kwenye nadhiri zake, nadhani atakuwa ni mtu mkomavu katika kutimiza yale ambayo kanisa linatarajia kutoka kwake. Kwa hiyo basi, wazazi, familia, jumuiya ndogo ndogo, na mwaka huu ni mwaka wa yubilea, mwaka wa miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo,
tungeomba zilielewe hilo. Vijana wanaojitokeza katika familia na katika jumuiya wasaidiwe kikweli kweli, sio kuweka mashinikizo tena ili asema kwamba maana mashinikizo yapo katika familia. Hizo ndio changamoto ambazo mtu anapaswa nasema. Wengine wanasema kwamba nani katika ukoo wetu amekuwa padri, wewe umeyatoa wapi mawazo hayo? Basi inakuwa ni shinikizo. Familia inajaribu kushinikiza wito wa mtoto, na mara nyingine unafaulu kwa kiasi kikubwa sana kushinikiza hiyo mito, na mtoto anakuwa hawezi kufikia wito wake, kwa sababu sio kwa sababu yeye anapenda, ila kwa sababu ya shinikizo aidha la familia au jamii inayomzunguka. Kwa hiyo tunaomba tunapoelekea kwenye yubilei ya miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo, pamoja na familia zote ziwajibike kuwasaidia watoto wanaoonyesha dalili ya wito, wawaelekeze ili waweze kumtumikia Mungu na kulipeleka kanisa mbele kwa ajili ya sadaka zao. Wito daima unahitaji sadaka, kujitoa na kujitosa. Kama Yesu anasema hakuna mtu aliye na upendo mwingi kuliko yule anayetoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Wito wa padre, wito wa utawa ni kujitosa. Kujitosa maana yake nini? Kutofuatilia mambo yako binafsi. Unakuwa na malengo yanayokuwa ya makubwa zaidi ya kusema kwamba nina faida gani kwa jamii hii katika kuwaokoa na kuelekeza kwenye ukweli. Hapa ukishakuwa na fikra za namna hiyo, lazima ujidhibiti we mwenyewe, ujitawale we mwenyewe, na hivi katika kufanya hivyo na neema za Mungu zikusaidia, unaibuka kweli mtu unayekuwa na msimamo katika wito wako, na watu wanaangalia jinsi unavyoishi, jinsi unavyotenda. Hata sisi tunapokuwa mapadri watu wanatuhukumu kwa kuona jinsi unavyoishi, jinsi unavyopenda. Wakiona kwamba unaelekea kwenye upadri wanasema kule wewe ni padri kweli. Lakini wakiona kwamba ni mtu wa njiani na vilabuni, wao pia wanakuhukumu hivyo hivyo jinsi unavyojionyesha. Ndio maana katika masuala ya wito ni lazima kusimama kidete na kuwa waaminifu kwa yale ambayo unasadiki kwamba haya ni ya kimungu. Mungu anataka niwe hivi. Ukifanya hivyo, kwa kweli unalijenga kanisa, linapata nguvu, na hivi linasonga mbele katika kuihubiri na kuitangaza Injili. Mtazamaji, maelezo mazuri hayo ya baba makamu askofu, baba Padri Michael Gaula. Na nikirudi kwako baba, pia pengine tushirikishe hivi, nadhani malezi ya mlioyapata ninyi wakati utoto wenu, wakati ujana wenu, na malezi ya sasa, inawezekana kama ndio chanzo pia cha kutokuwepo hata kwa msingi ama ndoa zile imara, kwa sababu hata katika wito wa ndoa pia kwa sasa na changamoto nyingi sana, ndoa nyingi hazidumu na mambo mengine kama hayo. Ukienda kwenye upadri, vijana pia wengi wanachepuka. Ukienda kwenye wito wa utawa pia nako pia hivyo. Nadhani malezi yamesimamaje hasa kwa malezi, ukiyalinganisha malezi ya wakati mlioyapata ninyi na malezi ya sasa katika familia? Malezi yanaanzia kwenye ngazi ya familia, baba, mama na watoto, ngazi ya jumuiya, lakini naendelea kupanda hata katika asasi mbalimbali, hasa za shule na kadhalika. Kichukua mfano tu wa malezi sisi tulioyapata miaka hiyo, seminari ya Kipalapala ambayo tulipitia ilikuwa na tuseme msimamo au mwongozo, tulikuwa tunaita responsible freedom. Responsible freedom ndio iliyotulea. Walezi wetu walimu, maana yake walikuwa hawakufuatilii, yaani kuona unafanya nini. Be responsible, jitawale, ishi kadiri maandiko yanavyotaka,
ishi kadiri ya sheria zinavyotaka za seminari, be free. Lakini ilikuwa ni kipimo kizuri sana cha kuona na ukomavu wa watu. Ilikuwa ni kipimo kizuri sana cha kuona huyu nani amekomaa, nani hajakomaa. Maana utakapokuwa padre hakuna mtu anayekufuatilia. Utasimama peke yako kwa uzuri au kwa ubaya. Kwa hiyo walikuwa na ufuatilia tangu mwanzoni, wakiona kabisa valvalu basi hatua zichukuliwa. Lakini wengi tumelelewa katika responsible freedom. Ujaribu kusimama katika majukumu na wito wako bila ya kufuatiliwa na kusukumwa. Mimi nadhani yalikuwa ni malezi mazuri sana kuliko kwamba unaambiwa haya kanisani, haya siji wapi. Utakapokuwa peke yako sasa parokiani, hakuna anayekusukuma, inakuaje? Naona sasa malezi kweli yanagusa nyanja zote, kuanzia familia, jumuiya inayomzunguka mtoto, lakini asasi kama hizi za shule nazo tunasangia. Kwa malezi yanakuwa ya pande mbili. Kuna watu wanaokuambia kitu, wanaokuongoza, fanya hivi, kuna sheria kwa mfano za shule, fanya hivi. Lakini pia malezi yanapaswa ujilee mwenyewe. Mtu unapokuwa mzima, mtu mzima sasa una akili miaka 18 na kuendelea, unapaswa kuwa na usimamo wako wewe mwenyewe, kuelewa nini ninachopaswa kufanya katika haya ninayotaka kuyafikia, basi uyafanye kwa hiari, sio kwa kusukumwa. Hayo ndiyo malezi ambayo yanakuwa yanatakiwa, kwa hiari, sio kwa kusukumwa. Ikiwa kwa kusukumwa tu, itafika mahali kwa kusukuma akikosekana unarudi nyuma. Kwa hiyo tunapoongelea juu ya miito, tunaongelea na changamoto zake, na changamoto za aina mbili zinatokea. Changamoto zinazokuwa natoka nje ya mtu, lakini pia changamoto zinazotoka ndani ya mtu. Maana mwanadamu ana usiri wake, ana mavutio yake, ana maono yake ndani kwa ndani. Yale ya nje yanaweza kutoka kwa wazazi, yanaweza kutoka kwa jamii inayokuzunguka, lakini yako mwenyewe, mwelekeo wako wa ndani, unatamani nini? Kitu gani kinakuvutia katika maisha yako? Kwa hiyo tunaweza kuwa hapo unasambaratika, unajikuta kwamba niko padri kweli, lakini ningependa vitu hivi ambavyo mara nyingine vinaenda kinyume hata cha upadi wako. Naona sasa swala la malezi ni endelevu na ni nyeti sana, lakini basi tunaomba wale wanaohusika na malezi na wale wanaofika na malezi yenyewe, yani kama seminari, watawa wetu wanaotaka kwa masista na kadhalika, walielewe hilo, wawe tayari kukabiliana na changamoto. Maana hata Abraham alikabiliana na changamoto. Changamoto hawezi kukwepa, lakini kuwa na nguvu ya kuweza kuzihimili. Hiyo ndio njia nzuri ya kuendelea mbele katika malezi. Asante. Haya, basi tunazidi kusonga mbele, mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji unayetusikiliza kupitia Radio Mwangaza kwa masafa 90.8 na 105.0. Tunayo mengi ambayo bado tunazidi kuyachota na kuyang'amua kutoka kwa Baba Padri ambaye pia basi anatushirikisha kwa siku ya leo, Baba Michael Gaula, akitushirikisha mengi juu ya hayo ya mito. Na nikirejea kwako Baba, wewe ni miongoni mwa mapadri ambao wa jimbo hili la Dodoma, lakini pia tunasema mapadri wenye umri wa makamo miaka hiyo. Tunatamani kufahamu, unatoka dekania ya Bahi kule, kama ndiko nyumbani, na mapadri wa jimbo pia na mashirika mbalimbali pia wengi ambao wanatoka kule Bahi kulingana historia ya Ukatoliki kwa jimbo la Dodoma. Mtazamo wako ni upi, pengine tufahamu, na tathmini yako kwa sasa mwitikio wa wito huu wa mito hii kwa kule dekania ya Bahi na parokia za Bahi, za dekania ya Bahi kule kwa ujumla? Mimi nadhani
ni sehemu tu ya mambo ambayo tulikuwa tumeshaongea hapo mwanzoni kwamba miito yetu inaendelea kuwa na changamoto na zinakuwa nyeti zaidi kadri tunavyoendelea kusonga na sayansi na teknolojia. Vijana wetu wanakabiliwa na changamoto kubwa kuliko sisi wakati wetu, kwa sababu nyakati hizi za utandawazi vitu vingi vimekuwa vimeingizwa na vinavutia kwa maono, japo vinakuwa na madhara katika maisha. Vinavutia kwa macho na akili, vinafurahisha, japo mara nyingine vinakuwa vinafanya mtu akengeuke kiurahisi zaidi kuliko miaka 20 iliyopita. Naona sasa tunachosema ni kwamba tuwasaidie vijana wetu wajitambue zaidi, watambue mazingira wanayoishi. Unajua Mungu anasema kwamba tunapoendelea hivi mambo mapya yanakuja na yale yatarajiwa yawe yanakuja, lakini hapokuja mageuzi yanakuja mambo mapya, yanakuja na changamoto zake. Unaona, sasa kizazi kinachokuwa kimeshafikia kwenye changamoto fulani kiwe na uwezo wa kuhimili haya mambo, kiwe na uwezo wa kuyakabili mambo haya, kuyatafsiri katika maana halisi. Usipokuwa na tafsiri halisi ya mambo yanayokuzunguka, ya mambo yanayokuwa ni changamoto kwako, huwezi kuibuka mshindi. Unaona, sasa ni kiasi cha kusema kwamba sisi kama kanisa na katika umoja wetu ni tujaribu kuangalia na kuwasaidia wa vijana wajitambue zaidi na zaidi. Wakishajitambua, inawezekana wakajipambanua, wafate yaliyokuwa yanaelekea kweli katika kulijenga kanisa, badala ya kuingia katika mambo ambayo mara nyingine yanaweza hata kuwa ni athari hata katika wito wao. Hayo basi ni mambo ambayo ya kisasa, huwezi kukwepa, yapo, lakini ni namna ya kutafsiri mabadiliko haya yana maana gani katika maisha yangu. Tukifanya kwa mtu na msimamo ambaye kijana ambaye ana msimamo huo akayatafsiri kisahihi kadiri inavyotakiwa, bila shaka ataibuka katika changamoto za maisha hapa, akaibuka mshindi, akabaki mwaminifu katika wito wake, mwadilifu katika kazi zake, kwa sababu amejitambua na ameamua kujipambanua. Sawa, nadhani ni mwito mzuri pia kwa vijana sasa kuweza kwanza kupambanua swala hili zima, kuwa na utambuzi na kupambanua na juhusu kujitambua kwamba nini ambacho pengine kijana anacho kwa wakati huo na afanyaje ili aweze kukifikia. Nikirudi kwako pia tufahamu na sisi sura kuchomekea ili pia tuweze kwa nini kusikiliza kwa faida na kusikiliza na kutazama. Hivi karibuni utamwimbia utenzi wa sifa na shukrani Mwenyezi Mungu kwa miaka 50 ya upadre. Na nitamani pia nifahamu na pengine kwa itakuwa ni shauku ya mtazamaji na msikilizaji. Baba Gaula, wewe ni kitu gani ambacho kilikuvuta ukaingia katika wito wa upadre? Ama wito ulianza kujisikia pengine ukiwa kwa umri gani ukaanza kuona kwamba mimi nao huu natamana nadhani huu wito ninao? Hiyo sauti ulianza kuisikia ukiwa pengine kwa umri gani? Na sasa wazazi pia walichangiaje na wewe wenyewe kuweza kufikia wito ambao ukao unao ndani ya moyo wako? Ndiyo, wanasema nyani mzee amekwepa mshale mingi, lakini si kweli. Atakuwa na makovi mengi, maana yake hawezi kukwepa mshale yote. Ni kweli kabisa. Umesema kitu ambacho ni cha kweli, na karibia kutimiza miaka 50 ya upadre. Imekuwa sio rahisi. Kama nilivyosema hapo awali, ni mtu kujaribu kupambana na hali yako. Lakini pia tusisahau neema za Mungu zinazosaidia. Nilipomaliza form 4 nipata changamoto kubwa sana. Nyakati hizo tulikuwa nafundishwa na wazungu
wa misionari. Miaka hiyo ya 70 ndio siasa ya ujamaa imeanza tena kwa nguvu sana. Tunapokuwa darasani, mwalimu anaongea kwamba ujamaa ni ukomunisti. Kwa hiyo nyinyi mtakapokuwa mapadre mtakatwa vichwa. Akaitafsiri siasa ya ujamaa kama ni ukomunisti, ukana Mungu. Akawa anatuonyesha mifano ya Russia, jinsi wachungaji walivyokuwa na uwawa na nini na nini. Sasa katika akili ya kijana wakati ule kweli iliniingia sana. Nikasema sasa hii kweli utakapokuwa padri na kweli walikuwa wanafanya vijana mchaka anasema ukiona padri chinja, ukiona padri chinja. Unaona? Ilikuwa inatisha. Kwa hiyo kimsingi nilipoanza kujaza self form, mamaza form 4, nilikuwa nimeamua kabisa kuachana na upadre. Kwa hofu, lakini sio kwa sababu kwa nia. Nasema sasa kweli niwe padre na ichaka chinja na chinja. Kuna hofu. Lakini cha ajabu ndio neema za Mungu. Nimekaa pale mbele ya rekta na jaza self form. Unaendelea au huendelei? Nilikuwa nimeamua nisiendelee, lakini katika kujaza nikajikuta nasema naendelea, na kweli nimeendelea mpaka leo hii. Kwa hiyo changamoto hizo zipo za aina, kila mahali lazima zitakuwepo, lakini na neema za Mungu tusisahau zipo, nazosaidia kukupa mwanga zaidi, kuonesha kinachukua bora zaidi. Basi baada ya kushinda kishawishi hicho, basi nimeendelea bila matatizo, lakini nilikuwa nimeamua kabisa kuachana na. Kwa hiyo changamoto zipo, hata vijana wetu waliopo hapa wanaofuatilia malezi ya padre, malezi ya utawa, hawawezi kukwepa, lazima ziwepo. Lakini usisahau kwamba mkono wa Mungu kama kweli umeitwa uko pale pale na utakusaidia. Pia wazazi walitumia mbinu zipi ama walichangiaje kwa wewe kuweza kufikia wito uliokuwa nao, usikia ndani mwako? Na matumaini yangu pengine unaweza kujisikia ukiwa toka shule ya msingi ukaanza kusikia wito. Wazazi walichangiaje wenyewe? Sasa wazazi wanaweza kuchangia, wanaweza kutochangia. Wanaweza kuchangia, wanaweza kutochangia. Mimi wazazi wangu, mama alikuwa anafurahi sana mimi niwe padre, lakini baba alikuwa hataki. Nimevaa kanzu, nimeweka kibosho huko, akapata habari kwamba mwanao amevaa na kanzu anataka kuwa padre. Aliniita, kaniambia unataka kufanya nini? Lakini nikamwambia hivi, nikamwambia baba, mimi sitakuwa padre, ila nafuata masomo haya mapadre, unajua wanasoma sana. Nikimaliza masomo yao naondoka, naenda serikali, nitapata kazi kubwa na nitakupa mshahara wangu na wewe utafaidi. Asema safi, kumbe una akili. Hakuona hata upadisho wangu, lakini basi akaridhia, nikaendelea. Lakini basi hata kabla sijawa padri akawa amefariki, maskini ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo changamoto zinaweza kwa mapadri, kwa jamii, kwa wazazi, hata kwa mtu binafsi. Anaweza kuwa rafiki yako akakwambia vitu ambavyo vinakukatisha tamaa, lakini kumbe ukiwa na lengo kujiona kwamba Mungu ni Mungu, basi mambo yote huwa yanaenda vizuri tu. Okay, sawa. Nilichofurahia na nilicho kidogo ambacho tunapozungumza pia na mababa wengi pia na hata watawa pia hata na vijana pia, wakati mwingine nakwambia wazazi hasa mama, wakati mwingine kina mama ndio anakuwa kikwazo hasa, lakini kwako ilikuwa tofauti. Baba kidogo yeye ndio kwa kikwazo. Na basi
naamini pia hatimaye umeufikia wito wako. Kwa hiyo miaka yote tangu umepadrishwa, na tuambia kidogo ulipadrishwa mwaka gani na wapi, tuweze pia kufahamu upadrishwa mwaka gani na ilikuwa ni wapi pia. Upadrisho wangu? Okay. Mimi nilipata ushemasi tarehe 27 mwezi wa 6 hapa kanisa kuu mwaka 75. Tulikuwa wawili na marehemu Padre Julius Senchina. Halafu napata upadrisho ushemasi, halafu narudi shuleni kwa mwaka mzima kwa maandalizi ya upadrisho. Kaja upata upadrisho tarehe 27 mwezi wa 6 76. Kigwe ndio nyumbani kwangu. Na hata hii jubilei inayotarajia nifanye nikifika, tafanyia huko kama kilele. Kwa hiyo basi ni hivyo, ni kujiaminisha tu mikononi mwa Mungu na kujiweka rehani mikononi mwake. Basi Mungu anasaidia katika udhaifu na mapungufu ya kibinadamu. Na imani sisi tunakuombea pia ili basi Mwenyezi Mungu akujali afya njema mwili na roho, hatimaye uiadhimishe miaka 50 ya upadri wako. Na sisi tutafurahia sana kuweza kufikisha hiyo miaka ya upadri, na tunazidi kukuombea. Wakati muda wetu ukiwa unazidi kusonga mbele na pengine katika kuelekea ukingoni, mengi umetushirikisha. Kwanza historia, chimbuko la wito, lakini pia umezungumzia malezi, umezungumza na vijana, lakini pia tumekufahamu. Kwa wakati huu pia tunatamani pia tuweze kufahamu unapojiandaa kuadhimisha miaka 50 jubilei ya upadre, naamini zipo changamoto. Pengine tushirikishe kwa changamoto ambazo pia yawezekana kwa kijana ile kusikiliza ikawa chachu, basi kupeleka changamoto hizo kwa mwingine ikawa chachu yeye kuweza kuendea wito wote ule alionao. Yawezekana kwenye wito wa ndoa, wito wa utawa, wito wa upadre. Tufahamu pia pengine kwa changamoto ambazo naamini miaka mingi kama umezungumza pia nyani mzee, kutana nyani mzee uje kukwepa mishale mingi, lakini ukasema pia pamoja na kukwepa mishale mingi lakini unauza na makovu mengi. Kwa uchache tushirikishe changamoto ambazo umezipitia, basi kama pengine chachu kwa huyo anayekusikiliza, yeye aseme kwamba kumbe na mimi nikajua changamoto hii ni kubwa zaidi, kumbe baba alipitia changamoto kubwa zaidi na bado akafikia wito wake. Karibu. Sawa, na kama tunarudia tu ni kwamba hii shughuli ya mito hii, unajua kimsingi inaweza kiurahisi sana kupingana na mwelekeo wa binadamu wetu. Binadamu wetu una vitu ambavyo vinasukuma mara nyingi sana linaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Huo ndio binadamu. Maana dhambi inafanya kazi kwa namna tofauti katika nafsi ya mtu. Hivyo vinaweza kuwa ni vichangamoto zinazokuwa za mtu binafsi, akili zake, matamanio yake, hulka yake, mapendeleo yake. Unaona, haya ni mambo ambayo tunarithi kutoka kwa wazazi, lakini pia ni mambo ambayo tunajikuta tu tuko hivyo. Mwingine anaweza kuwa mtu wa hasira, mwingine anakuwa na tamaa zimemzidi, mambo fulani na kadhalika. Hizo ni changamoto za mtu binafsi, lakini kama tunarudia basi ni pia changamoto za jamii. Sasa wanakuambia kwamba wewe nani katika familia yetu, katika ukoo wetu amekuwa padri, wewe umeyatoa wapi haya mambo? Hakuna reference. Nani amekwambia? Hakuna cha mtawa, hakuna cha nini. Wewe umeyapata wapi haya? Haya ni mashinikizo unaweza kupata katika familia yanayomhusu kijana fulani, unaona. Lakini basi yote katika yote haya mambo kama ni Mungu anaweza yote. Na ndio maana unaweza kukuta mtu au mtawa au padre anatoka katika jumuiya, jamii au familia ambayo kwa kweli wala sio wacha Mungu. Inawezekana. Kuna mapadre wanatoka kwenye familia za Waislamu, unaona.
ni mkono wa Mungu, lakini basi yule anayehusika na huo mkono akiuzingatia vizuri unamwokoa. Na sasa ndio hivyo, vijana wetu nataka tuseme tu kwamba jamani, mkono wa Mungu upo, au usikate tamaa kwa namna yoyote. Elewa unachokifuata katika wito huu, na Mungu atakusaidia, utafika katika malengo ambayo nakusudia kwa kulijenga kanisa la Mungu. Basi mimi nadhani ndio hiyo tu cha muhimu cha kuwahimiza vijana wetu wawe makini na jinsi wanavyoendelea na wito wao. Changamoto hakika huwezi kukwepa, lazima zitakuwepo tu, lakini basi jifunze ile namna ya kukabiliana na hizi changamoto, na namna nzuri ya kukabiliana na hizi changamoto ni kumkimbilia Mungu tu, kuwa mwepesi katika sala, kuwa mwepesi katika sakramenti. Basi vya namna hivi na Mungu anajazia. Basi mimi nadhani hayo ndio makubwa tu. Asante. Na mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza, ndivyo ambavyo pia baba akitushirikisha hayo kwa kijana mwenye wito. Kikubwa ni kumtegemea Mungu pamoja na changamoto zote ambazo pengine unapitia, lakini kikubwa ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kutambua kile ambacho ulicho nacho na kipi ambacho unapaswa kufanya. Kwa wakati huu pia baba, sasa tunaelekea ukingoni kabisa. Kuna jambo ama kuna kitu ambalo una kitu ambacho sija kuuliza na ungetamani kuweza kutushirikisha sisi sote vijana kwa wazazi, kuwashirikisha jambo ambalo pengine ulikuwa nalo na sija kuuliza na tufahamu kwa hilo. Basi asante sana. Labda kwa kumalizia tu ni kwamba Jumapili ya 4 ya kipindi cha Pasaka huwa tunasali kwa kuombea mito. Hiyo ni nia njema ndani ya kanisa, na sisi wote tunaelewa umuhimu wa mito. Pasipo mito hii hasa ya utawa, unajua mito ya ndoa ni mito kweli, lakini so natural. Utake ustake utakuja kuolewa, utakuja kuoa. Lakini hii ya utawa na upadri, hii ni sio natural. Unaona, ni vitu ambavyo ni lazima watu vitafute kwa udi na uvumba. Ni vya kimungu zaidi. Sasa kama ndio hivyo, sasa Jumapili ya 4 ya kipindi cha Pasaka kanisa linaombea mito. Maana yake nini? Tunatambua kwamba watu wanaojitoa kwa ajili ya kutengeneza mambo ya kanisa, kuendeleza Injili, unahitaji uwe free. Unahitaji uwe free. Ukiwa na makando yanayokuzuia, unakuwa kwanza psychologically utakuwa broken down. Kwa sababu utakuwa na lukuki wa mambo yanayokusumbua ambayo hayaendani hasa na utume wako mapadre. Kwa hiyo inawezekana kwa asilimia kubwa ukashindwa kutimiza majukumu yako kwa sababu umegawanyika. Kumbe unaona, ndio maana nisema kwamba perfecte caritatis, upendo ulio mtimilifu. Maana yake ni roho moja na moyo moja kwa ajili ya kumfuata Yesu Kristo pekee. Hapa mambo mengine ya kula na nini, hayo sio problem, lakini msimamo wa maisha ya kuweza kuhubiri Injili. Ndio maana Yesu anasema kwamba nyinyi ni chumvi ya dunia, nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Maana yake na mwanga wenu matendo yenu mema wayaone, waweze kumwabudu Mungu wenu. Sasa hiyo si kitu kinachokuwa cha natural, ni lazima kutafuta kwa udi na uvumba. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, kuwa makini katika sala, kuwa makini katika neno la Mungu, kuwa makini katika sakramenti, kufanya yale yote ambayo kanisa linategemea uyafanye, tena kwa uaminifu na uadilifu. Pale kuna nguvu, inaweza kusonga mbele. Sasa ndio hivyo tunasema vijana wetu tunawazidi kuwaombea ili walielewe hilo, wafanye wito wao uwe kweli kitu kinachokuwa chenye tija kwa jamii. Waone watu utendaji wao mzuri,
Wakiuona utendaji wao mzuri unasaidia hata katika kuamini neno alilosema. Maana unaweza kusema fanyeni hivi, wewe hufanyi. Unaona, padri mwenyewe unasema fanyeni hivi, wewe hufanyi. Wanachokuona ni kinyume kabisa, imani inawapotea. Anasema kumbe wanasema tu akiafanya. Kumbe tuseme kile tunachokifanya. Matendo na maneno. Hata wakati wa ibada ya upadirisho anasema oanisha yale unayofundisha na yale unayoishi. Ndio hivyo. Wakifanya hivyo mwanangu, najua tu kabisa upadirisho wako utakuwa ni furaha mbele kwa mbele. Amina. Asante kwa mazuri hayo. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji, muda wetu umetaradi kweli kweli, na bila shaka matumaini yangu pia unayo mengi ambayo umeyachota katika maelezo ya baba. Basi wakati huu baba, mimi nikupe nafasi ya mwisho uweze kutufungia mazungumzo yetu kwa siku hii leo. Tumeanza na Mungu, tumalize na Mungu pia. Asante. Basi tufunge ibada yetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Mwenyezi wa mbinguni, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa zawadi hiyo ya uhai. Tunakushukuru kwa sababu tunaishi kwa kudra yako. Basi jioni kama ilivyo, tuyakumbuke maneno ya Yesu Kristo walipomwambia kwamba kaa nasi kumekuchwa Bwana. Kweli alikaa nao, lakini kwa namna tofauti. Baada ya kuvunja mkate, wakamtambua kwamba ndiye Kristo mfufuka. Basi baada ya transmission hii tunaingia sasa katika giza. Pamoja na kushukuru, tunakuomba uendelee kudumu pamoja nasi. Tusaidie kwa mwanga wako, tuyaelewe maisha yetu na thamani ya maisha yetu. Hatimaye tuweze kweli kuyaelekeza kwako, na hatimaye zaidi tuweze kufika kwako mbinguni kama jinsi ulivyotuwafundisha na Yesu Kristo. Wewe usifiwe na sisi tuweze kuokoka. Tunaviombea vyombo vyetu vya habari viendelee kutangaza habari njema, ili hatimaye watu kwa kuliamini neno lako sote tuweze fika mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana. Asante baba kwa kutufungia basi mazungumzo yetu kwa sala. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunafikia utamati wa mazungumzo yetu kwa siku hii ya leo ndani ya kipindi cha Miito ndani ya Kanisa. Na kwa siku hii ya leo kwa namna pekee tumepata bahati ya kuweza kuzungumza na baba padri ambaye pia ni makamu wa askofu Jimbo Kuu la Dodoma, Padri Michael Gaula, lakini pia ndiye makao paroko wa parokia Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Yeye amepadrishwa mwaka 1975 na basi hivi karibuni panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tuseme mwaka 2025, atamwambia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukrani kwa miaka 50 ya upadre. Lakini tunakushukuru basi kwa hayo tushirikisha kwa siku hii ya leo. Na mtazamaji na msikilizaji, bila shaka umechota mengi kutoka kwa baba padre ambaye ametushirikisha kwa siku hii ya leo. Ni babu pia sisi, babu yetu kwa miaka hiyo 50 ya upadre ni babu. Hata miaka kuzaliwa pia na mimi nimekula chumvi ni babu. Kwa hiyo tuna wazee tunasema ni hazina. Tunaendelea kuyachota mengi kutoka kwao. Wataendelea kutufundisha pia na kutuelekeza kwa kijana mwenye wito, kwa mzazi ama mlezi ambaye ndio msingi wa malezi, msingi wa mito yote. Mzazi ama mlezi, wewe ndio msingi wa kuhakikisha unamwelekeza kijana, unamlea katika misingi mizuri aweze kufikia wito wote alionao. Basi bila shaka umepata mang'amuzi mengi kutoka kwa baba. Asante, tunakushukuru. Naitwa Ndahani Lugunya, lakini asante pia kwa NMS Victor Michael nyuma ya kamera. Tunakushukuru baba na tukutakia utume mwema, na msikilizaji tunakutakia pia usikilizaji mwema vipindi vyote vinavyoendelea Radio Mwangaza. Na mtazamaji tunakushukuru pia na tukutakie pia utazamaji mwema wa mafundisho na vyote ambavyo vinaendelea katika channel yetu ya YouTube ya Mwangaza Digital. Asante na tumsifu Yesu Kristo.